kuishi nje ya hukumu ya Mungu. Daktari Jim Richards. Yesu alisema, nimekuja katika ulimwengu huu kwa ajili ya hukumu, ili vipofu waone na wale wanaoona wawe vipofu. Yohana 9:39. Neno la Kigiriki la hukumu katika andiko hili linarejelea hukumu ya hukumu. Hii ndivyo hukumu ya Mungu kwa ulimwengu. Ikiwa wewe ni kipofu, nitakupa kuona. Ikiwa unasisitisha kwamba jinsi unavyoona ni ukweli, utakuwa kipofu. Ujumbe unawasilisha jambo hili kwa uwazi. Kisha Yesu akasema, mimi nilikuja ulimwenguni kuleta kila kitu katika mwanga wa mchana, nikifanya upambanuzi wote wazi, ili wale ambao hawajaona wapate kuona, na wale ambao hawajifanya kuona wanaona. Watafichuliwa kuwa vipofu. Baadhi ya Wafarisayo walimsikiza wakasema, je, hiyo inamaanisha unatuita vipofu? Yesu alisema, kama mngekuwa vipofu kweli kweli, hamngekuwa na lawama. Lakini kwa kuwa mnadai kwamba mnaona kila kitu vizuri, mnawajibika kwa kila kosa na kushindwa. Yohana 9:39 na 41. Kwa viwango vyao wenyewe, Mfarisayo walijihukumu wenyewe kwa udhalifu, kujihesabia haki. Hata hivyo, siku zote hakujitangaza kuwa mwadilifu. Aina fulani ya kuhesabiwa haki wakati fulani itajitangaza yenyewe kwa sisi ya haki. Ni kujihesabia haki tu kunatengeneza kuwa wasio waadilifu. Wakati tunamtengeneza kuwa waadilifu kama ilivyokuwa wasio waadilifu na kujitangaza wenyewe kuwa waadilifu, dhambi ya kujihesabia haki si hukumu hasa inavyofikiwa. Ni ukweli kwamba tunachagua viwango vyetu badala ya viwango vya Mungu. Kuna haki moja inayokubalika mbele za Mungu, haki inayotupa katika Yesu Kristo. Kitu kingine chochote kinahitaji kutuhukumiwa kwa utendaji wetu, lakini hakuna mtu ambaye amewahi kutangazwa kuwa mwadilifu kwa matendo yake. Ni lazima tukubali hukumu ya Mungu na kujiona jinsi anavyotuona. Hatuwezi kujiruhusu kuwa na maoni au maono yanayokiuka maoni ya Mungu. Ikiwa tunashikilia maoni yanayotupigana, si ni maoni ya Mungu wale wanaosisitiza kwamba waone na kupata tu kwamba maoni yao yamewapofisha wasione uhalisi wa Mungu. Watu wanaoshikilia kiwango chao cha haki hawatawahi kuona na kupata ukombozi wa ajabu wa haki ya Mungu. Watafanya kazi chini ya mzigo mchungu wa kujaribu kupata haki, uamuzi wa Mungu uliopata ulimwenguni wote kuwa na hatia ya kustahili kifo. Basi twajua ya kuwa yeyote eneao torati huyanena kwa hao walio chini ya sheria, ili kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe na hatia mbele za Mungu. Warumi 3:19. Kwa sababu ulimwengu wote ulikuwa na hatia na bila tumaini, alituhukumu kifo katika dhambi zetu. Haki ya Mungu ilihitaji kwamba wanadamu wote watangazwe kuwa na hatia. Haki yake ilihitaji kwamba kila mtu alipe adhabu ya kifo cha milele kwa ajili ya dhambi yake. Hata hivyo, Mungu ni Baba mwenye upendo ambaye hataki kamwe watoto wake wapate maumivu au mateso. Hivyo alitengeneza njia ambayo ingehakikisha kwamba kila mtu anapata fursa sawa. Alimtuma Yesu kwenye sayari ya dunia akiwa mwanadamu ambaye ni Adamu. Alileta dhambi duniani, na mtu Yesu ilimbidi aondoe dhambi duniani.
Yesu aliishi maisha yasiyo na dhambi na mwishowe alisulubishwa msalabani. Hakika msalabani Mungu alimfanya kuwa dhambi za ulimwengu mzima. Isaya 53 mstari wa 6 na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Alifanyika dhambi yetu ili aweze kuchukua dhambi zetu zote, na hivyo kutuweka huru kutokana na adhabu ya dhambi. Mtume Paulo alisema hivi katika Wagalatia 3 mstari wa 13, nimehesabiwa pamoja na Kristo. Kifo cha Yesu msalabani kilikuwa hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi zetu. Kwa maana tunajua ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatike. Tusiwe watumwa wa dhambi tena, kwa sababu mtu aliyekufa amewekwa huru mbali na dhambi. Warumi 6 mstari wa 6 na wa 7. Utu wako wa kale pamoja na dhambi zake zote, mipaka yake na hukumu zilizopozitishwa dhidi yake umekufa. Hivyo ndivyo hukumu ya Mungu hufanya kazi. Hivyo hukumu ya halisi hapo ilikuwa tunakubali hukumu yake ya kifo, basi lazima tukubali hukumu yake ya uzima. Vivyo hivyo, jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, lakini walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Warumi 6:11. Mungu aliyesema kwamba utu wetu wa kale haukuwa wa haki na unastahili kifo ni Mungu yule yule aliyesema kwamba katika Kristo sisi ni viumbe vipya. Tumefanywa kuwa wenye haki kwa damu yake, tumetakaswa na kuwa watakatifu. Tunasimama kibali mbele za Mungu tukiwa na sifa za kustahili kwa kila ahadi alivyowahi kutoa. Lakini yote haya yanatokana na kukubali kwetu kazi aliyokamilisha Yesu Kristo. Juhudi zetu za msingi kwa maendeleo ya kibinafsi lazima ziwe kubali sisi ni tuko ndani ya Yesu Kristo. Ni lazima tuimarishe mioyo yetu katika utambulisho huu mpya, la sivyo tutatumia maisha yetu katika kujihukumu kwa mipaka ya siku zilizopita. Hatupaswi kama kujifikiria sisi wenye kwa maneno yoyote isipokuwa yale yaliyotangazwa na Mungu. Hatupaswi kama kutafsiri matendo yetu kwa mwanga wa hukumu yetu. Sisi ni vile tu Mungu anasema sisi ni nani na ambaye Yesu ametufanya kuwa. Hatuna utambulisho mwingine. Mungu hata kuwa na hukumu nyingine kwetu. Tofauti na wale wanaokataa hukumu yake, hatuwahi kusimama chini ya hukumu ya kiti kikuu cha enzi cheupe. Tunaposimama mbele ya Kristo, hatuchunguzwi kibinafsi. Kitu pekee kinachohukumiwa ni kazi zetu. Tumehukumiwa na tulikubali adhabu ya kifo kwa wote tuliokuwa. Hakuna hukumu nyingine kutoka kwa Mungu isipokuwa ile ambayo tayari imeamuliwa. Kazi zetu zilizokubalika zitachomwa moto, lakini tutakubaliwa. Kwa sababu kazi hizo zimechomwa, hatutakuwa na haya tunaposimama mbele ya Bwana Yesu, tukiwa tumevaa kabisa haki yake. Yesu alisema, utukufu ulionipa Baba ninawapa. Yohana 17 mstari wa 22. Sisi ni utukufu wa Mungu duniani. Maisha yetu yanapaswa kuwa onyesho upendo, tabia na utoaji wake. Watu waweza kutazama na kuona ukuu wa Mungu. Kinyume na imani maarufu, ukamilifu sio onyesho kuu la Mungu. Yesu hakusema wataamini nyinyi ni wanafunzi wangu wakati matatizo yenu yote yatakapotatuliwa. Hapana, alisema hivyo vyote watajua ukamilifu wa Mungu unadhihirishwa katika upendo mkamilifu. Ulimwengu lazima waone watu ambao wako huru kutokana na hisia za hukumu na wasio na hukumu. Ni pale tu tunapoacha hukumu na kuweza kupendana licha ya makosa yetu. Ulimwengu utaona utukufu wa Mungu ndani yetu. Utukufu wa Mungu haufanuliwi kamwe kwa mtoto aliyekataliwa.
Kwa hivyo usitizize kwamba uone, usikatae hukumu ya Mungu kwa ajili yako. Unapoachilia hukumu yako, upofu wako utaondoka na utajiona kutoka kwa mtazamo wa Mungu, kusamehewa, kufanywa haki na kukubaliwa. Hukumu ya Mungu juu yetu haituachi kaburini. Baada yake inatuinua katika upya wa maisha. Hukumu yake ni haki na ni nzuri. Haituachi katika udhaifu wa dhambi zetu, bali hatuketishi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, tukiwezeshwa na neema yake.